Ninamshukuru Mungu tena kunipa kibali ya kuweza kusimama mbele zako. Ninakushukuru pia wewe ambao unakuwa mtazamaji na unafanyika baraka pia wakati unasambaza ujumbe hii kwa watu wengine. Acha neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Leo Roho Mtakatifu ameweka ndani mwangu ujumbe unaosema makosa ya kuepukana nayo katika mwaka 2022. Rafiki yangu, elewa kwamba kuna makosa mengi ambayo tumeyatenda na yametusababishia madhara makubwa sana. Yamesababisha tukashindwa kufikia malengo yetu. Yamesababisha hasara kwenye biashara, yamesababisha matatizo kwenye ndoa, yamesababisha ukorofi na majirani na ndugu. Yani maisha yako inawezekana unalia hapo kwenye hali mbaya. Sababu gani? Kuna makosa fulani ambayo umeyatenda na yamekusababishia sasa uko kwenye hali ile ambayo unapitia. Lakini Roho Mtakatifu na Mungu, sababu ni mwema katika maisha yetu, anataka anakutahadharisha ya kwamba usifanye tena haya makosa katika huu mwaka ambao tunaenda kumaliza. Yani huu mwaka uishe na mambo yake. Ukianza mwaka mpya, basi anza na mwenendo mpya na kuepukana na haya makosa ambayo yamezuia baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwenye kitabu cha Marko sura yake ya 14 na mstari wa 38, anasema kesheni msije mkaingia majaribuni. Roho irazi ila mwili ni dhaifu. Unaona, mwili ni mara nyingi inatupeleka kufanya mambo mabaya. Mwili mara nyingi inakuwa na tamaa, yani inakusababishia unashindwa kuvumilia vitu vingine. Roho inatamani kutenda mambo mema, lakini mwili haikupi hiyo nafasi. Ndio maana Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake, kesheni msije mkaingia majaribuni. Kukesha maana yake ni kutembea ukiwa na akili zako timamu, ni ule umakini, yani usikae mtu kwamba wakujisahau. Unajua maisha ya Ukristo ina kanuni zake. Kila kitu katika maisha kina kanuni zake. Kwa hiyo unatakiwa utembee na akili zako timamu, ukiwa unajua kwamba hapa nikifanya hiki kinaweza kikawa niletea mambo mabaya, hiki kinafaa. Wewe kama vile mtoto wa Mungu. Na nani anasema hapo? Sulemani anasema hapo kwenye Mithali sura yake ya 22 mstari wa 3, anasema mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Unaona, usiwe mjinga ambao unaenda bila kuchunguza kwanza mbele, bila kuangalia kwamba hiki ambacho nataka kukifanya au hii neno ambao nataka kuongea au sehemu ambao nataka kuenda, kuna kitu gani kinaweza kikatokea hapo. Kwa hiyo unatakiwa uwe mwenye busara ili usije ukaangukia pabaya. Na Biblia inasema mwenye busara anaona mabaya kwa mbali na unajificha. Mimi naomba Mungu akupe hekima, akupe busara ili uone mabaya kwa mbali na ujifiche, na utaona wakati utakwepa mabaya, utaona ni mema yatajaa katika maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimesema makosa ya kuepukana nayo katika mwaka wa 2022. Kosa la kwanza ambalo natakiwa epukane nalo ni kuingilia mambo yasiyokuhusu. Haleluya. Unajua maisha, reality za maisha, tumezungukwa na vitu vingi sana. Na mara nyingi tunapoteza muda, tunapoteza nafasi, tunapoteza nguvu, tunakuwa tunafanya vitu ambavyo havituhusu. Yani badala ya muda wako kuutumia kwa mambo ambayo yanakuhusu, mambo ambayo yatakusaidia kwa maisha yako, yatasaidia familia yako, unashughulika na mambo yasiyokuhusu. Sikia nikwambie rafiki yangu, Yesu wakati ametoka mbinguni, wakati Yesu alianza huduma yake rasmi, Yesu alikuja na lengo maalum. Na nimesema huu mwaka ni mwaka wa kujiunga na agenda ya Mungu. Agenda ya Mungu ni program, ni plani ambayo Mungu ameshapanga kwa ajili yako, na unatakiwa utembee kwenye hiyo agenda. Ukienda pembeni utafeli tu. Kwa hiyo unatakiwa utembee kwenye agenda ya Mungu kwa yale mambo ambayo yanakuhusu. Acha kuhusika na mambo ya watu, shughulika na mambo yako. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18 na 19. Inasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta
kuwahubiri maskini habari njema. Unaona, Yesu anatangaza kazi yake. Wakati Yesu anaanza huduma yake, anatangaza kitu kilichomleta. Unajua, Yesu wakati alizaliwa, wa Herode wakasikia kwamba Yesu mfalme amezaliwa, akataka kumuua Yesu. Akafikiri kwamba Yesu ni mfalme, yani anakuja kufanya siasa, anakuja kutafuta cheo ya kisiasa ili naye awe kiongozi. Lakini Yesu alikuja anatangaza sasa kazi yake, msinipige vita ya bure, msiniue bure. Mimi nimekuja, anasema hivi, anasema ananituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Mstari wa 19 anasema na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Haleluya. Unaona, Yesu anaonyesha kazi yake. Yesu hakuja kufanya biashara, hakuja kuvua samaki kama vile kina Petro, hakuja kufanya siasa. Alikuja ili atukomboe, anikomboe mimi, akukomboe wewe. Kwa hiyo Yesu hakujichanganya. Yesu hakuendaenda kwenye mambo yasiyomhusu. Alikuwa na lengo lake. Na wewe unapoishi duniani, katika huu mwaka tunaenda kuanza, shughulika na mambo yako. Utaona namna ambavyo Mungu atakufanikisha. Acha hiyo tabia ya umbea, tabia yani unafunga safari, unaenda tu kuteta mtu, unaenda kushughulika na mambo ya mtu. Wewe simu yako ni kazi yako tu kuongelea mambo ya watu. Unashindwa kutafuta connection kwenye mitandao ya kijamii, unashindwa kuposti mabiashara yako tu ni kushughulika kutukanana na watu, kuambiana, yani kutupia watu maneno mabaya. Mungu anakutahadharisha katika huu mwaka. Mungu anakupa neema ili ufanikiwe. Shughulika na mambo yako. Wewe ni mama wa nyumba, jitambua nafasi yako kama mama wa nyumba, shughulika na nafasi yako. Wewe ni baba, shughulika na mambo yako. Wewe ni mtoto, ni mwanafunzi, soma, kuwa serious na masomo yako. Hiyo ndo naandaa future yako. Wewe ni mfanyakazi, shughulika na kazi yako. Utaona mambo makubwa sana. Acha kujichanganya, acha kuingilia mambo yasiyokuhusu. Utaona namna ambavyo Mungu atakutendea mambo makubwa. Jambo la pili, kosa la pili la kuepukana nao katika mwaka huu tunaenda kuingia, ni kuishi kwa hisia. Unajua hisia ni inaweza, unajua siku zote zinakuwa na namna yake. Siku nyingine unaweza kaamka kwa furaha, unakusikia furaha, yani hisia ya furaha ndani yako. Siku nyingine ukasikia huzuni, siku nyingine ukasikia yani hisia. Mwanadamu anakuwa na hisia tofauti tofauti. Lakini wakati uko kwenye agenda ya Mungu, usiendeshe maisha yako kwa hisia. Una plani, una mpango ambao unatakiwa usimamie, una malengo ambao unatakiwa uyafikie. Usijichanganye hapa katikati, sababu vitu vitatokea vingi sana. Unaweza kaamka leo ukawa mtu wa furaha. Ngoja nikuambie, ukisoma kwenye kitabu cha Marko sura yake ya 6, ukisoma hapo mstari wa 20 unashuka chini hadi 25 27, hapo ni habari za Herode wakati ameandaa sherehe nzuri kubwa sana. Alikuwa binti moja akaja pale, akaja kucheza, akawa na dance kwenye sherehe, na mfalme roho yake kafurahi, yani akapatwa na hisia ya furaha. Katika kufurahi amesahau kwamba yeye ni mfalme. Anaanza kuahidi huyo binti, akamwambia yule binti, niombe kitu chochote unachotaka mimi nitakupa, hata nusu ya ufalme nitakupa. Unaona hisia, kuendesha maisha kwa hisia. Mfalme, Mungu amekupa madaraka, unaanza kutoa madaraka, yani unapana nusu ya ufalme wako sababu ya furaha tu ya hisia. Watu wengi wamebomoa maisha yao kwa ajili ya hisia. Uko njiani, unatembea njiani, una pesa, kwa mfano ni ya kulipia watoto school fees. Wewe unafika njiani unakutana na nguo nzuri, hii nguo itapendeza mume wangu, hii nguo itapendeza mke wangu, ngoja nikamfurahishe. Hisia. Umesahau kwamba watoto wamefukuzwa shule sababu ya school fees. Unanunua nguo kwa pesa ambayo ingelipia watoto shule. Unaona kwamba unakosa plani. Hisia zinaendesha maisha yako na utafeli. Mara nyingi tunafeli sababu ya hizo hisia. Roho Mtakatifu akusaidie uwe mtu mwenye msimamo. Hisia ya furaha au huzuni isikufanye unachukua maamuzi. Sasa huyu mfalme Herode akaambia yule binti, niombe kitu chochote. Ule binti naye akaenda kwa mama yake. Mama yake akamwambia, mama, mfalme anasema ni muombe kitu chochote. Mfalme, na huyo mama alikuwa na sheratika na mfalme. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alikuwa anakemea hivyo vitu. Huyo mama akasema, nimepata fursa. Akamwambia binti yake, enda kuomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Unaona kichwa ya Yohana Mbatizaji ingempa kitu gani? Mtu wewe amekupromise hata nusu ya ufalme, lakini unaenda omba kichwa cha mtumishi wa Mungu. Unaona madhara ya kuendesha maisha kwa hisia. Mungu akusaidie sana ujue
kutuliza hisia zako. Inawezekana utakutana na vitu ambavyo vitakuletea hasira, vitakukasirisha, watu watakukwaza wakati uko unapambana na maisha yako. Hizo hisia zisikufanye utende dhambi, ukachukua maamuzi mabaya ya kuua, maamuzi mabaya ya kuumiza mtu, ukaanza kuongea mambo mabaya, ukaanza kulaani watu. Mungu akusaidie usiwe mtu wa kuendesha maisha yako kwa hisia. Ombea hisia zako, yani zile furaha zako. Usianze kupromise, nitakununulia hiki. Huna uwezo wa kufanya hicho kitu. Unatakiwa utulize akili yako, usiendeshe maisha yako kwa hisia. Haleluya. Ni kosa kubwa ambalo linafanya watu kufeli katika maisha. Kosa la tatu unatakiwa kuepukana nao ni kwamba kuongea sana kwa kila mtu kile unachokiwaza. Unajua mawazo yako ndio maana Mungu aliweka siri, yani kitu ambacho kiko ndani ya moyo wako, kitu ambacho kiko akilini mwako, hakuna mtu anaweza kukisoma. Ni wewe tu ndio utampa hiyo nafasi kwamba unaeleza mambo yako. Watu wengi wamefeli kwenye mipango. Una plani ya kufanya biashara, umepata idea fulani, Roho Mtakatifu Mungu amekufunulia kwamba fanya kitu fulani kinaweza kukusaidia. Wewe sababu mdomo wako uko haraka kuongea kwa kila mtu, unaenda yani wewe ukipata tu wazo unaongea, ukipata ndoto unaongea, yani kila kitu unaongea, itakuja kukuletea shida. Yusufu alitupwa shimoni, alichukiwa na ndugu zake sababu ya kueleza ndoto zake. Na nimeshaeleza hapa mambo ambayo unatakiwa uyatunze kama vile siri katika maisha yako. Na hapa naongelea mawazo. Usiwe mtu wa ongelea wazo lako wakati wote, sababu inaweza kukuletea shida. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mithali sura yake ya 13 mstari wa 3. Inasema ailindaye kinywa chake hulinda nafsi yake. Yani linda sana kinywa chako kuongea sana. Vitu vingine unatakiwa utulie tu, wewe fanya matendo yataongea yenyewe. Wakati unaongea sana mawazo yako, unajisababishia maadui. Watu wasioamini uwezo wako unawaamsha, watu wa kukuvunja moyo wanainuka, wauaji wa ndoto wanainuka. Kwa hiyo usije ukajiumiza nafsi yako kwa mdomo wako tu. Tunza sana mawazo yako. Ndio maana Mungu ameweka kitu kilicho ndani yako, ni siri yako ambayo sio ya kujulikana na kila mtu. Na wewe basi kuwa na hiyo siri. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kuna vitu ambavyo mpaka utakufa, utaondoka duniani, vinatakiwa vibaki siri yako. Na siku nyingine nitafundisha kuhusu maisha ya mtu. Maisha ya mtu yana vitu tatu. Kuna maisha ambayo ni ya public life, na kuna private life ambayo kwa mfano maisha yako ya kifamilia ni maisha yako private. Lakini pia kwenye maisha kuna secret life. Kunatakiwa uwe na secret life, yani wewe secret, vitu ambavyo vinatakiwa vibaki ndani unaviwekaga nje. Acha Roho Mtakatifu anipe nafasi, nitakufundisha hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kosa la kuepuka sana kuongea mawazo yako kwa kila mtu. Kosa la 4 la kuepukana nao ni kuwa karibu na watu wenye matatizo na watu. Yani ukiwa rafiki ya mtu ambaye ni mkorofi, yeye anagombanaga na kila mtu, nikwambie utajitengenezea maadui. Yesu asifiwe sana. Kosa la 5 la kuepuka ni kwamba kuwa na upendeleo kwa mambo usiyoyaelewa. Unajua ushabiki unashabikia mtu, yani hauelewi kitu, lakini wewe uko tu ukisikia tu watu wanaenda huku, wewe tuende huko, watu wanarudia huku, turudie huku, watu wanatukana mtu fulani, wanasema tunampenda fulani, wewe unashabikia vitu usivyovielewa. Ngoja nikwambie, wewe sio mtu wa kuwa shabiki wa kila mtu. Wewe ni wewe. Unatakiwa uelewe kwanza mtu kabla ya kushabikia. Wewe ukisikia tu anamsema mtu vibaya, kwamba fulani yuko vibaya, mara moja na wewe unachukua kwamba ni mbaya wakati hujaelewa. Yani mtu amesema mtu fulani kwa namna mzuri, wewe mara moja umeconfirm, umeshangilia au umechukia bure. Elewa kwanza kabla ya kushabikia kitu. Kama wewe sio mwanasiasa, acha kuongelea siasa. Utakuja kukufuru bure. Unaanza yani hao viongozi hao nini, hauelewi siasa. Achia na siasa mambo yao ya siasa. Yani usishabikie kitu ambacho haujakielewa. Usiwe mtu wa kukurupuka katika mambo. Yani kabla ya kuingilia kitu, kabla ya kumpenda mtu, ya kumfuata mtu, unamchunguza kwanza, huyu mtu yuko namna gani, ana plani gani kwa ajili yangu. Kabla hata ya kufanya uchaguzi, kuchagua kiongozi, muelewe kwanza. Usiwe mtu, hata kama ni ndugu yako, lakini kama hana
plani ambayo itakusaidia wewe, achana naye. Usishabikie vitu usivyovielewa. Imesababishia watu wengi wanalia. Watu wengi mnasema tungejua tusingemchagua, ningejua nisingekufanyia kampeni, ningejua. Acha hizo tabia. Mungu anataka akufanikishe. Mungu anataka uepukane na makosa fulani ambayo yatakusaidia kupata nguvu ya kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Nataka nikuombee, sababu hauwezi kufanya haya mambo au hauwezi kuepukana haya makosa kwa nguvu zako au kwa akili zako tu. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Nataka hapo ulipo uambie Mungu, na kuhitaji unisaidie katika huu mwaka ambao naenda kuanza, mwaka wangu wa kutembea kwenye ajenda yako. Mungu niwezeshe niepukane na haya makosa ili nifanikiwe katika mambo yangu, na Mungu atakusaidia. Tulia hapo ulipo niweze kukuombea. Baba yangu na Mungu wangu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Umesema na sisi waziwazi ya kwamba tuepukane na mambo haya ili maisha yetu yawe mazuri. Ninaomba kwa ajili ya huyu ndugu, sababu hawezi peke yake. Roho Mtakatifu ukamtie nguvu, Roho Mtakatifu ukamwezeshe, umpe umakini, ukafungue macho yake, ukafungue akili yake, ukafungue fahamu yake, ukamwonyeshe Bwana mambo ambayo hayajulikani. Kama vile unasema kwenye Yeremia 33 mstari wa 3, tukuite na utatuonyesha mambo makubwa tusiyoyajua. Bwana, tenda hili neno katika maisha ya huyu mtazamaji wangu, ukamwonyeshe mambo yasiyojulikana, ukamwonyeshe siri za mafanikio yake, ukamwonyeshe njia gani apite na njia ipi asipite, ukamwepushe na mitego ya shetani, ukamwepushe na mitego ya maadui zake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamfunika kwa damu yako. Ninaombea huyu mwenye shida, mwenye magonjwa, mwenye matatizo mbalimbali. Mkono wako Bwana ukamguse hapo alipo na akapate suluhisho ya matatizo yake. Kwa jina la Yesu Kristo, ninakemea kila nguvu za giza ambazo zitamzuia kutenda mapenzi yako. Bwana, zikawe bila uweza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Heshima na tukufu ni wako Bwana milele hata milele. Nimekuomba kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Kwa wewe ambao unahitaji lolote la maombi, unaweza kuwasiliana na mimi. Unanitumia tu message yako kwenye WhatsApp kwa namba yangu +255 6879255 68. Namba nyingine ni +256 7804423132. Acha Mungu akubariki. Usikose kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, inaitwa Bienvenue Ministries Online. Lakini pia napatikana kwenye Instagram Bienvenue Ministries Online na Facebook Bienvenue Wanzire. Neema ya Mungu iwe juu yako. Amen.